Na jioni hii tunaingia kwenye Mathayo 22, tuone ni nini ambacho Yesu anasema juu ya kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Matukio gani yameambatana katika kitabu hiki cha Mathayo sura 22? Yesu anasema fungu la kwanza. Yesu akajibu akawaambia tena kwa mithali. Alikuwa ameshasema nao, sasa akaongea nao tena kwa mithali akisema, ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe harusi. Akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusini, nao wakakataa kuja. Ukisoma Christian Object Lesson inasema sababu ambazo zilijitokeza kwa taifa la Israeli wakakosa uzima wa milele zitarudiwa tena katika kanisa la Israeli ya sasa. Kwa hiyo sababu ya kwanza ambayo iliwapata wenzetu kule nyuma, waliitwa waingie katika ufalme wa Mungu. Kuna mito miwili hapa ambayo nitakaisoma hapa. Mwito wa kwanza ulitolewa na Yesu Kristo pamoja na mitume wake wakiwa pamoja. Lakini mwito wa pili ni mwito uliotolewa Yesu Kristo akiwa amekwisha kufa. Na mwito wa tatu ambao ni mwito wa mwisho katika hiyo mito mitatu umetolewa wakati mitume wamehubiri injili kakataliwa na Wayahudi ikahamia kwa mataifa. Kwa hiyo hebu tuangalie mito mitatu hii na kile kilichokosesha watu kushindwa kuingia katika mito hiyo mitatu. Jambo la kwanza, mwito wa kwanza. Nasema akatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusini, nao wakakataa kuja. Hiyo ndio sababu ya kwanza, walikataa ijapo waliona ukweli. Yesu akawahubiri akasema, tubuni maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Alikuwa anawaita Waisraeli watubu na kuingia katika ufalme wa Mungu. Lakini pamoja na kugundua kabisa kwamba Yesu ndiye Masihi, walikataa kwa sababu wengine waliwaogopa Mafarisayo, wana sheria. Kwa kuwaogopa wakuu wa dini wakakataa, na kwa hiyo wakafungiwa nje ya ufalme wa Mungu. Ukaja mwito wa pili tena wakati Yesu amekufa. Huu ulitolewa na wanafunzi wake, akawaambia kwa mataifa msiende. Hubirini tu kwanza hapa ndani kwa Uyahudini. Mhubiri Uyahudini tu, msitoke kwa mataifa. Na wito huo ulifanywa baada ya Yesu kuwa amekufa. Alipokuwa amekufa wakahubiri kwa Wayahudi tu, wasitoke nje, wala Samaria wasiende. Wahubiri kwa Wayahudi tu. Lakini sababu iliyotokea hawakukataa wito wa pili. Anasema akatuma tena fungu la 4, akatuma tena watu kwa wengine akisema, waambieni wale walioalikwa, tazameni nimeandaa karamu yangu, ng'ombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa. Yaani ni kifo cha Yesu Kristo hicho. Yesu Kristo alikuwa amesha kufa msalabani kama kilele cha karamu ya ufalme wa mbinguni. Lakini anasema na vyote vimekwisha kuwa tayari, njoni harusini. Mwito wa pili huo wa kuwaita Israeli waingie katika ufalme wa Mungu. Anasema lakini hawakujali. Wakaenda zao, mmoja shambani kwake, mmoja kwenye biashara yake, nao waliosalia wakawakamata watumwa wake, wakawatenda jeuri na kuwaua. Mnakumbuka kwamba hawa mitume walipohubiri huo mwito wa pili wakati Yesu ameshakufa, walipokataa kwamba hawakujali, wakafanya mpango wa kuwaua. Wakaua. Mtu wa kwanza kuuawa ni nani mnamkumbuka? Stefano, wakamuua. Wa pili Yakobo, si mnakumbuka? Akauawa. Na wakaendelea kuwaua karibu mitume wote kasoro mmoja ndiye amekufa kifo cha kawaida, Yohana wa Ufunuo. Lakini hao wengine wote waliingia katika kuangamizwa, kuuawa mpaka wote wakamalizika. Kwa hiyo ndicho hicho anachokisema katika sehemu hii ya fungu linalosema wakawageukia watumwa wake wakaanza kuwaua. Kwa hiyo sababu ya pili ya wana wa Israeli kukosa uzima wa milele ni kwa sababu ya kutokujali. Negligence
ni tabia ambayo ipo ndani ya kanisa hata leo. Watu kutokujali tu. Twende kwenye makambi, watu hawajali tu. Jamani, maombi ya Jumatano, watu hawajali tu. Jamani, kuna hiki utunzaji wa Sabato, watu hawajali tu. Yaani kutokujali, kutokutilia maanani kwamba hiki kinachosemwa ni cha muhimu, ngoja nichukue hatua. Hicho ndicho kimezuia Waisraeli kuingia katika uzima wa milele. Makambi haya kutakuwa na jumbe za Mungu kibao zitakazotujia na kutuonya ili tutengeneze maisha yetu. Lakini kutokujali kutakapokuwa kumefunika mioyo yetu, hakuna mtu atakayetengenezeka. Tutakwenda na kurudi kama tulivyokuwa. Mama Waita ananukuu, kwa hiyo kutokujali, ananukuu kitabu cha Ezekieli sura ya 33 fungu la 31, anasema 33:31 anasemaje? Ezekieli anasema, nao huja kwako kama watu wajavyo, nao hukaa mbele yako kama watu wangu, nao husikia maneno yako wasiyatende. Maana kwa vinywa vyao hujifanya kuwa wenye upendo mwingi, lakini mioyo yao inatafuta faida yao. Wanakuja kama watu wa Mungu, kama watu wa Mungu wajavyo, na wao wanakuja. Watakuja kwenye makambi kama watu wa Mungu, watasikiliza maneno mazito tena kabisa, anaonyesha unyenyekevu mkubwa kama watu wa Mungu, lakini hurudi kama walivyokuja. Hakuna mabadiliko. Miaka nenda rudi, mtu atahubiriwa ujumbe wa kweli, atahubiriwa maisha yake, na anaona kabisa hapa ni mimi ndiye nayezungumzwa, lakini hata jali. Atakuja kama wajavyo watu wa Mungu, atasikia kama wasikiavyo watu wa Mungu, lakini atarudi, ataondoka, atarudi nyumbani kama alivyokuja. Hakuna mabadiliko. Na hiyo ndio iliyosababisha Waisraeli kutokujali kuliwafanya wakakosa uzima wa milele. Leo kutokujali pia kunaweza kusababisha wengi tukaukosa uzima wa milele. Tunatangulia kuyasema haya kwa sababu katika makambi haya kuna maneno magumu mazito ya pekee ya kutusogeza karibu na Mungu, kutuunganisha na Mungu, lakini kutokujali. Mtu atakapotoka hapa, akiondoka, akienda nyumbani, anarudi vile alivyotoka, ndivyo alivyokuja, ndivyo anavyorudi kesho. Kutokujali, yaani ni kama unampigia mbuzi gitaa. Maneno mazito yanapita bure, yanakwenda. Kila Sabato unakuja unasikiliza, unatoka umenyenyekea kama mtu wa Mungu, lakini ukiondoka kesho, ukirudi sivyo, unarudi vile vile ulivyokuja mara ya kwanza. Hakuna mabadiliko. Na hilo ndilo litakalofanya Israeli wa leo pia waweze kukosa uzima wa milele. Lakini ndipo Biblia inatuambia kwamba hawa walipokuwa hawakujali, Mathayo 22 fungu la nianzie la 5, lakini hawakujali, wakaenda zao, mmoja shambani kwake na mmoja kwenye biashara yake, nao waliosalia wakawakamata watumwa wake, wakawatenda jeuri na wakawaua. Basi yule mfalme akaghadhabika, akapeleka majeshi yake, akawaangamiza wauaji wale, akauteketeza na mji wao. Huyu mfalme aliyeghadhabika ni Mungu. Baada ya kutuma mitume kwenda kuhubiri, hawakujali, wakawaua. Na yeye akaghadhabika, akatuma majeshi yake yakaenda kuwaua hawa Wayahudi. Mnakumbuka ni kipindi gani? Mauaji gani? Wale mnaofuatilia AD 70 kulitokea nini? Anguko la Yerusalemu. Mji mzima ukapigwa. Yale waliokuwa majengo ya hekalu waliokuwa wanamuonyesha Yesu, Yesu anawaambia halitasalia jiwe juu ya jiwe, unabii ukatimia. Waanguko Yerusalemu. Na hivyo Yerusalemu kama taifa likawa limekoma kuwa taifa la Mungu, la Israeli ya Mungu. Kama taifa likakoma. Imebaki Israeli ya kiroho leo,
inayotoka kutoka katika mataifa mbalimbali huko. Maana Mungu aliahidi katika kitabu cha Isaya kwamba atapanua mpaka wa taifa lake. Watu wasiolisikia neno langu watalipokea neno la Mungu, nao watakuja kwa Mungu. Hao ndio sasa Israeli ya kiroho waliobaki. Lakini wale Israeli ya kimwili, mlango wa rehema kwao ukawa umefungwa kwa umilele. Na ulifungwa kipindi cha nani? Kifo cha nani? Stefano. Ndicho kifo ambacho kilifunga mlango wa rehema kwa Israeli ya zamani. Mungu akafunga mlango. Ndipo sasa anageuka kwenda kuita mwito wa tatu. Hebu tuangalie mwito wa tatu. Kisha fungu la 8. Kisha akawaambia watumwa wake, harusi tayari, lakini walioalikwa hawakustahili, yani wale Israeli ya zamani. Basi nendeni hata njia panda za barabara, na wote mwaonao waiteni harusini. Watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona, waovu kwa wema. Yani hii ni kusanya. Waovu kwa nini? Harusi ikajaa wageni. Lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Akichunguza wageni wake huyu mfalme walioalikwa. Kwa kawaida Wayahudi walipokuwa wanaalika watu, hasa hawa wafalme,